الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وزدنا تقى وزدنا رشدا يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tunaendelea na tafsiri ya sura Fatir, na jana tulisimama katika aya ya 12 ya sura Fatir. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. tulielezea nusu ya hii aya jana. Tulianza kwamba Mwenyezi Mungu katika kuonesha kudra yake na uwezo wake na kutuzindua faida ya hivi vitu alivyoviumba, baada ya kuelezea habari ya kuumbwa kwa binadamu, anaelezea sasa hivi umuhimu wa bahari mbili kutumbia, na akatumbia kama tulivyoeleza jana kwamba kuna bahari ya maji yenye chumvi na kuna bahari ya maji matamu mepesi kuyanywa, na kwa haya maji haya aina mbili za maji haziwi sawa kabisa, ma yastawi, kwa zinakhtilafiana. Kadhalika almu'min wal kafir wanakhtilafiana, lakini hata hivyo Mwenyezi Mungu kwa hikma kubwa kajalia maji mengi kwa ndio yenye chumvi na kidogo ndio yenye yalikuwa matamu kwa ajili ya haja zetu za kunywa sisi na wanyama na miti na viumbe vinginevyo. Lakini anatuambia kwamba ma yastawi al-bahran, bahari mbili hizi haziwezi kuwa sawa. Akasema hadha, na mara pili akasema wa hadha, na hadha hapa biqasdi maji ya mwanzo. Hadha azbun furat, haya ni matamu tena furat yenye ladha. Kwa hivyo tukasema ni sa'ighun sharabu, maji yake yanateremka uzuri kooni, unaona raha yale yalikuwa matamu, kinyume na maji ya chumvi. Ukienda kuogelea ukimeza maji unahisi yanakukera kooni. Kwa hivyo adbun furatun sa'ighun sharabu, maji yake yanapita kwa raha kabisa. Nasema motoni watapoa maji ya usaha, utasema yatajarrahu, hani kwa wingi kama unakunywa maji matamu una hamu nayo, anakunywa kwa jur'a kama dozi ya dawa mtu anapewa. Yatajarrahu wala yakadu yusighu, sa'ighun, kama kwamba hataki kupita kwa ubaya wake, wala yakadu yusighu. Kwa hivyo sa'ighun sharabu, maji yake yanapita kwenye koo kwa raha kabisa. Kinyume chake akasema nini? Wa hadha, na maji ya pili milhun, yenye chumvi, ujaj, yenye chumvi tena machungu, hayapiti kabisa. Mwenyezi Mungu amejalia maji yanashusha mbinguni. Faraitum al-ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu المنزل. nyinyi ndio washusha mimi, لو نشاء لجعلناه أجاجا. tungefanya machungu yawezi kunyweka
tungelijaza maesi ile kukutana nayo njiani, carbon dioxide na nini, upita tukafanya zaidi, subhanallah, au tukafanya chochote kama maji yasinyike, yasiweze kunyweka, au si ninasema hadha milhun ujaj. Hata hivyo, wa min kullin, na kutokana na haya na haya maji yote, min kullin, kwa kila ya aina hizi mbili, wa min kullin taakuluna lahman tariya, huku na huku mnakula nyama yake ilikuwa fresh kabisa, nzuri kabisa. Iko samaki wa maji matamu katika mito na maziwa, maji yake na pia anabeba ni samaki maji matamu, na wanyama ambao ni samaki au kwa maji ya bahari na matamu pia zaidi. Wa min kullin taakuluna lahman tariya. Moja katika faida tunazopata katika huku na huku, haya azbun furat na haya milhun ujaj, yote mna riziki zetu za kula tunapata ndani yake. Wa min kullin, kutokana na haya na haya tunakula nyama iliyokuwa nzuri kabisa, nyama mpya, nyama fresh. Watastakhrijuna hilya, tastakhrijuna, mnafuatia kwa ajili ya kutoa istikhraj, napiga mbizi na kuzamia lulu, kwenda kutafuta lulu katika makombe. Watastakhrijuna hilya, na hilya hapa la pili ni marjan, اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Aliposema hadha azbun furat wa hadha milhun ujaj, kwa hikma yake kubwa Mwenyezi Mungu amechanganya maji haya maraj al-bahrain, al-muruj, kuingia na huku kwenda na huku kwenda. Maraj al-bahrain yaltaqiyan, yanakutana maji mawili, lakini haya kuna bainahuma barzakh, na barzakh ni kizuizi. Kuna film of water, maji mengine ambayo membamba yenye kuzuia huku asiende huku na huku asiende huku. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, bimaana la yamtazijan, haya changanyiki, kila moja inakaa kwa upande wake. Na katika bahari wamefanya wamechunguza, wakaona kwamba maji haya yanapokutana, sehemu yanapokutana, kuna aina ya tatu ya maji ambayo yenye kuzuia asichanganyike maji, na kwa hivyo unapata kila kilichokuwa kwa upande mmoja tofauti na vilivyokuwa kwa upande wa pili. Aina ya samaki ilikuwa maji yake, salinity, maji ya chumvi wake, na pressure yake maji, na kila kitu tofauti, aina ya samaki ilikuwa. Kwa hivyo hapa utaona kwamba Mwenyezi Mungu kwa hikma kubwa anafanya hivi, na watu wanatoa maji katika bahari, maji ya kunywa, na hikma kubwa kwamba maji kujalia eneo kubwa karibu 71 point ni eneo ya ardhi ni maji, na 28 point ni ardhi inayokaliwa, ardhi ya nchi kavu, bara, ambayo inakaliwa na wanyama na binadamu. Na hikma kubwa ukitizama kwa kujalia bahari iwe kubwa kwa ajili ya kuitumilia hiyo ardhi ndogo, kuitumikia na kuwatumikia binadamu. Kwa sababu maji leo ukichukua katika glasi ukaweka nje kwa muda gani, sema baada ya saa, nusu saa, maji bado utaona yamepungua kidogo tu, au sio? Lakini ukitia katika sinia ile maji ukamimina katika sinia kubwa, yatachukua muda gani yakauke yote? Achukui muda yote na kwenda. Kwa hivyo wasaa yale maji kutawanyika katika area kubwa kunasababisha nini? Kugeuka maji kwa mvuke haraka na evaporate haraka. Na hikma ya kwamba Mwenyezi Mungu kajalia bahari kubwa ili maji yapande juu by evaporation. Tunapata water cycle, mzunguko wa maji kutokana na bahari. Jua linapiga, maji yanapanda juu na evaporate, yanakwenda juu, yana condense, alafu kisha nini, yakiwa baridi yanashuka in the form of rain, kwa mvua. Na hivyo ndivyo naendelea. Tunapata maji yalikuwa chumvi, type chumvi hatuwezi kunywa, la mimi nitakuleteeni hapa, msubirini, napandisha juu na geuza mawingu yateremka chini. Subhanallah, hikma kubwa na rehema kubwa. Wakati wewe huwezi kuishi katika maji, nimejalia vinyama venye kuishi, wanyama lahman tariya, ambao mnakula na mnapenda kitoweo chake, na kila aina samaki, kila aina shepu, kila aina rangi, na rangi za ajabu ajabu, na utamu wa kukhtilafiana. Na Mwenyezi Mungu kajalia sisi adhafu khalqillah katika ulimwengu, adhaf
binadamu dhaifu. Binadamu hawezi kwenda spidi ya changu tu au nini mzia. Yo dhaifu wetu katukirimu kwa kutupa akili. Yule alikuwa na nguvu tunamfanya wadhallalnahu sura Yasin wadhallalna lahum hazir kutudhalilisha kwa ajili ya binadamu pate faminha rakubuhum wa minha yakulun wanapanda mnyama anakubali mpande unampiga na nyamaza subhanallah wa minha yakulun anachinja anakula subhanallah. Binadamu akitizama hikma ya Mwenyezi Mungu katika kila kiumbe alichokiumba ataona mambo ya ajabu ya ajabu kabisa, ikiwa kidege kiduchu, ikiwa kisisimizi, ikiwa mdudu chungu, ikiwa mbu, ikiwa kila mmoja na mambo anayofanya binadamu na shangaa subhanallah, ikiwa nyuki, ikiwa simba, ikiwa tembo, ikiwa nani, kila mmoja kwa hikma yake kumuumba kwa namna yake. Kila mnyama, kila kidudu ina miujiza yake ndani yake ambayo binadamu unashindwa kwa kama yeye. Ukiambiwa kama huyu nani mbu anayekutafuna anakuja akifika kwenye mwili wako kwanza anamwaga mada fulani kwanza anapaua pale. Anapiga nini pale? Mbu shida anakupiga ganzi sehemu ile. Sehemu ile anapotaka kuchukua damu. Alafu anachofanya experiment anacheck damu inataka sita kama itaki anaondoka na mali atafuta nyama nyingine anakisha baadaye akishavuta damu hata ikiondoka ganzi ile ndo maumivu unahisi unapiga wapi uko juu anakucheka subhanallah katika kila kiumbe. Wewe ukimwona samaki mzia anapochomoka baharini utastajabu. Kama anakuja juu ya maji unamtupia kibua mfano katika mshipu wako akija kigusa ile ndoana tukimgusa wallahi anachomoka kama rocket. Utasema subhanallah nguvu gani za kuchomoka. Sisi binadamu unapiga start gari kwanza utakaichanganye hata ukikanyaga petroli hata ishike mwendo wakati gani. Ile speed kubwa unaipata wewe kachomoka mwanzo speed moja. Vipi nguvu gani aliyompa za kupiga mkia wake ule halafu akaweza kwenda kwa speed kubwa subhanallah. Mnyama anaruka wewe ukimwona chui namna kipande anachoruka mita ngapi utasema ajabu subhanallah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katujalia sisi maajabu katika aliyoumba, na hapa katika aliyokwisha kuyataja sasa hivi tutajia bahari na umuhimu wake. Na kwa nini kati ya chumvi? Kwa sababu ya maji yahifadhike yasiharibike kuliko maji yenye kukaa tu hivi racket. Maji ya chumvi yanahifadhiwa na chumvi. Maji ya chumvi haya yanapotaka kutoka maji yanatoka maji peke yake ukapata wewe kunywa maji fresh subhanallah. Na pia kuwepo kwa chumvi vinyama vinavyokufa baharini na nini visiharibu kabisa maji yanabaki vile vile pure. Kwa hivyo kuwepo kwa chumvi kuja kubakia purity yake subhanallah. Naam subhanallah. Wa min kulli ta'kuluna lahman tariya na Mwenyezi Mungu kwa hikma yake na rehema zake na fadhila zake katujalia subhanallah kila samaki utamwati. Samaki kakangwa humjui alikuwa vipi mwanzo kimla huyu jodali. Huyu nguru, huyu utamwachangu. Huyu kibua. Huyu au sio bwana? Bila hata kufumba macho ngoja nikulishe mdomoni. Umeingia kipande cha kibua nini? Au sio? Subhanallah kila mmoja utamwake. Na kajalia miti katika shamba yani subhanallah unapata matunda ya kila aina ويسقى من ماء واحد maji haya moja lakini yaختلف في الأكل utamu wake kila moja na wake yote vina utamu kama sukari bwana. Ukila ndizi utamu wake sukari, ukila papai, ukila nanasi au sio, ukila chungwa, ukila chenza, ukila fenesi, ukila duriani, kila moja na sukari wake au sio. Subhanallah, hii hikma Mwenyezi Mungu, rehema zake ametujalia vyote. Wa min kullin taakuluna lahman tariyan, najua hivyo tastakhrijuna, na mnatoa hilyatan na huli ni vitu vya kujipamba, na hasa kwa wanawake, wake zetu wanajipamba, wanawake zetu hilyatan talbasunaha naziva watara alfulka fihi mawakhir. Na halafu Mwenyezi Mungu anasema unaona ndani yake fihi
Alfulk, tumesema kila aina ya chombo kinachokwenda baharini, alfulk. Wata alfulk na utaona marikebu fihi, kasema hapa fihi kwa sababu nini? Kataja mwanzo nini? البحر والبحر بحران فيه بمعنى في البحر na fihi hapa ikiwa nasema katika maji machungu fil bahri, maji yenye chumvi iko baharini fihi. Ukiwacha ukienda chombo kingine kiko kwenye maji matamu, albahr pia inaitwa, au sio? Hapa inaitwa bahar, sisi tunasema nahar, au sio? Maji ya ziwa unasema buhaira, ziwa. Lakini hapa anataja kwamba nini? Chombo chochote kinakwenda juu ya maji ambayo ukitupa jiwe linazama, lakini chombo kajalia kiweze kuelea. Subhanallah. Na namna alivyomfundisha Nabii Nuh kutengeneza jahazi kubwa ipate kwenda kwa mara ya mwanzo, binadamu afunze namna gani ya kufanya chombo alfulk, chombo ambacho kinaweza kuelea katika maji. Tena namna gani watalfulka fihi, ndani ya bahari hiyo. Anasema nini? Mawakhir tashuq au yashuq, inapopasua wimbi ikienda katika maji, inapopata nguvu, iko nguvu za upepo, iko nguvu za mashine. Na hiyo mashine kwa tunasema mbona zamani imetumika riaha, mapepo kwa ajili ya kuendesha chombo, siku hizi wanakwenda na mashine. Na alikwambia riaha ni yani ni upepo peke yake. Rihi ni aina yote ya nguvu, iko nguvu ya mashine ya engine, bal ni asalaza fatafshalu wa tadhhab rihukum, mkikaa mkagombana mkafeli, nguvu zenu zikapotea. Rih bimaana nguvu, quwwatukum, rihukum bimaana quwwatukum. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba unaona vyombo vya baharini vinakwenda mawakhira, vinavokata maji, na yote katupa kwa kauli ndogo tu, litabtaghu min fadlihi, ili mtafute, ili mpate, litalab fadhila zake, kutafuta fadhila zake Mwenyezi Mungu. Na fadhila zake hapa kanzo kisha kutajia aina mbili za mwanzo. Litabtaghu min fadlihi, pate fadhila kwenda kuvua, mkapata samaki, mkala, mkauza, mkapata riziki yenu. Mkenda mkazamia lulu na marjani, mkatoa mkauza kwa bei ghali kabisa, mkapata riziki zenu. Lakini hapa madhar vitu vile vishatajwa, taakuluna lahman tariya wa tastakhrijuna min hilyatan talbasunaha, mapambo haya na chakula. Alafu mingine ziko fadhila nyingine chungu zima, itabtaku min fadlihi. Na hapa wanaeleza mfasirini kwamba vyombo vyenye kupakia mizigo, vyenye kupakia abiria, ikiwa majahazi, ikiwa mameli, ikiwa maliners, ocean liners makubwa, zinakwenda nini abra almuhitat, trans oceans, zenye kupita katika bahari kubwa, na kusafiri kutoka continent moja kwenda continent ya pili, kutoka China, kutoka Japani, kutoka Marekani, kutoka Uingereza, kutoka Ujerumani. Mameli yanatoka yakija zake Afrika, yakenda zake Asia, yakenda South America, yakenda North America, yakibeba mabidhaa. Meli ya makantena, utaona kantena ngapi, 100 ngapi imepakiwa katika meli moja. Vingine vinakwenda hewani kwa ndege, air freight. Lakini sea freight ndo zaidi. Hata unahisi zile fadhila za Mwenyezi Mungu jua mamilioni ya watu wenye kufanya kazi wakitegemea bahari. Leo bahari yote kiweka ardhi, wenye kufanya kazi, wenye mambo ya clearing, forwarding, leo hakuna kazi tena. Hizo meli zitakwenda kwenye nchi kavu. Na ukitazama leo meli, leo kwetu sisi meli kadhaa zinaingia. Nenda miji mikubwa utazame meli ngapi zinatia nanga, meli ngapi ziko nje ya bahari zinangojea zamu ya kuingia, meli ngapi zenye kuondoka, meli ngapi ziko katikati ya ocean zinangojea kufika nchi inayopeleka mabidhaa. Makampuni mangapi yanapakia katika makantena, iko futi 20 au futi 40. Hebu hesabu vitu namna gani vinavyo transfer kutoka nchi kwenda nchi, wenye kuproduce na wenye kununua, au sio? Na kila aina bidhaa unajua wewe utaona inabebwa katika bahari inapelekwa. Chochote ikiwa mazao
ikiwa vitu vya vyuma, ikiwa chochote kile, utaona kwamba ulitabtahu min fadlihi, ili upate fadhila zake. Mamilioni ya watu wanafadhilika katika faida za bahari na mikoko hii na mameli makubwa, inasia income katika nchi takriban zote nyingi sana. Percent kubwa ya nchi wanapata income kubwa sana, wanapata watu wao kupata makazi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya bahari. Litabtaghu min fadlihi, litabtaghu min fadlihi, na ili mpate nini? Fadhila mpate. Litabtaghu, mzitafute kwa kuhangaika, min fadlihi wa la'allakum tashkurun, nasa mkashukuru kwa neema aliyotupa na mkamwabudu Mwenyezi Mungu na mkamtii Mwenyezi Mungu. Ataa inapata kipate kuzidi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya hii neema kubwa aliyotupa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo aya ya 12 ilikuwa kutuelezea masala ya eneo la bahari. Baada ya kutoka kwenye ardhi akasema kwamba tumekuumbeni kutokana na udongo, walaqad khalaqakum min turabin thumma min nutfa, ikisha kutokana na tone la manii, na asli ya tone ya manii ni turab, kwa sababu hajapatikana ila binadamu kula matunda hayo kutoka kwenye ardhi, kala matunda ukala vitu vya ardhi, au mnyama uliokula aliyekuwa kila kwenye ardhi, mwisho wake unarudi kule min turab, au thumma min nutfa, kutokana ile sababu ya direct, kama nutfa ndio iliyomleta mtoto baina baba na mama, lakini asli yenyewe ile nutfa yenyewe ingelikuwa si turab yenyewe udongo, isingelifika kwa kupatikana hiyo nutfa. Au kwa maana baba yetu Adam wa mwanzo kuumbwa min turab, na kwa hivyo sote sisi na asli ya mchanga. Thumma baada hapo nutfa na kuendelea. Kadhalika alipotuelezea Mwenyezi Mungu mambo kadha kadha katika kuumba mbingu na ardhi toka mwanzo, fatiri samawati wal ardh, ja'ali malaikata rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', na zote katika neema za Mwenyezi Mungu anatuambia moja baada moja ili tupate kushukuru. La'allakum tashkurun, ili mpate nini? Wa la'allakum tashkurun. Sasa hivi anakwenda katika aya ya 13, mambo ya juu. Sasa anakwenda juu tena kwa kusema yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله أكبر. سيما منذ آية نسمى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ikiambatana wasakhara shamsa wal qamar, na yote kueleza juu kullun, yote kwa pamoja, yajri li ajalin musamma, dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk. Haya tuambieni hao wanaabudu masanamu au mengineyo, waladhina tad'una min dunihi min dunillah, wanaweza kufanya nini? Mwenyezi Mungu kaumba binadamu, kaumba bahari mbili hivyo, kaumba yote haya, na akajalia usiku na mchana, mchana usiku. Haya waladhina tad'una min dunihi, wanamiliki nini? Hata qitmir ma yamlikuna min qitmir. Qitmir sio qitmir ya majani, qitmir kitu kingine kabisa. Wala tuseme leo na hata kesho inshallah, kwa sababu tutasimama hapa karibu inshallah, ila kwamba tutaelezea yulijul layla fi an-nahari wa yulijun nahara fi al-layl, hadi wasakhara ash-shamsa wal qamara, tutaacha kesho inshallah. Tunamalizia kwa kipande hiki yulijul layla fi an-nahari wa yulijun nahara fi al-layl biidhnillah, tutaendelea kesho inshallah. Lakini sasa al-ilaj bimaana nini? Kupenya, through, kuingia, kama mfano aliposema kule makafiri hawatoingia peponi, hata wafanye nema mpaka ingine hata yali jani aljamal fi sammi alkhiyat, atapoingia ngamia katika tundu ya shindano, basi hapo ndo kafiri ataingia nini? Ataingia peponi. Wengine wakasema jamal ni ngamia maana yake, lakini jamal ni kamba nene zile wanatumia katika mameli yale,
kamba ile hebu niambie wacha kwa kamba nyembamba kamba katani kamba nene lote lile napita katika tundu ya sindano kweli isikutopopita basi makafiri wataingia peponi yani hawatoingia yani juu ilaj bimaana nini ya kupenya yulijul laila na hapa tulielezea kabla kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala napita mbio kwa sababu tushaelezea kwa urefu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia namna gani kuja kwa usiku na mchana inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat ishara kubwa za kuonesha tukufu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala la ayat bas nani si kila mtu li ashabi al-uqul la ayat li ulil albab ashabu al-uqul wenye akili ndio wataona utukufu wake wanatafakar na kusema rabbana ma khalaqta hadha batila hujaumba ovyo wallahi usiku na mchana aya chungu zima kama tulivyosema skuli wanatufundisha namna gani kupatikana usiku na mchana kutokana na mzunguko wa nini wa ardhi anti-clockwise mzunguko aqarib as-saa aqarib as-saa kinyume na mzunguko wa saa anti-clockwise inazunguka na jua linapopiga na umbali wake tumeshazungumza kwamba iko umbali wa 150 milioni kilomita au 93 milioni miles na umbali ule na mwangaza namna unavyokwenda kwa kilo laki 3 kilo kwa kila sekunde yani mwangaza unafika katika ardhi baada ya masaa 8 na baada ya dakika 8 na sekunde 20 ukifanya calculation time equals to distance upon nini speed au sio na kwa hivyo tunapata dakika 8 mwangaza ufike hapa najua mzunguko ardhi unavyozunguka na kwamba dawarani al-ardh na ardhi yenyewe mudawara imekaa kama mpira kwa hivyo ndio sababu ukaonaweza kupatikana usiku na mchana na usiku haijawa hapa tu na kuzunguka huku tunapata usiku na mchana leo katika sayansi tushasoma kama nini kupatikana usiku mchana taathiri ya jua linapopiga upande ule unaoface nini unaoface jua na inapozunguka upande ule ukaja nyuma huko inakuwa kikiza na kule ulipokuwa nyuma unakuja mbele katika mzunguko inakuwa zamu yake kupata jua kwa mchana sio mzunguko unapata usiku na mchana lakini Mwenyezi Mungu tumesema ametaja aya kadha unaweza kupata si chini ya aya 22 katika Qur'ani zenye kueleza namna gani usiku na mchana bali usiku unapozidi kuliko mchana na mchana unapozidi kwa usiku katika sama na winter siku za joto na siku za baridi subhanallah au ikhtilaf al-layli wan-nahar yani اختلاف هنا mwangaza una kiza ina kwa joto kuna kwa baridi اختلاف pia yati khalfahu wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan huwa ikhtilaf khilfatan moja kufuata nyuma mwenzio moja kuja nyuma mwenzio khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura halafu tunasema yuqallibu Allahu al-layla wan-nahara yukawiru al-layla kawiru kama yukawiru al-amama kuzungusha duara kilemba chake mtu kwa kadhalika usiku yukawiru kwa kuzungusha bila zaka haiwezi kuwa ila ardhi yetu iwe kama mpira au sio yukawiru al-layla ala an-nahar yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahar fi al-layl na hii haiwezi kuwa ila lazima kuwe duara wa ardhi unasababisha kwamba usiku mchana unapokuja ukafika ncha ambao sasa hivi unaondoka isipate jua inapoingia kwenye sehemu za usiku kidogo inaingia na ule usiku unamsubiri walaili idha yakhsha walaili idha yakhsha usiku unapokuja ukafunika mchana wewe fikiria kwamba ardhi inazunguka na kiza kiko huku jua liko huku napiga upande huu sasa wewe unapokuwa inazunguka ile unapokuwa unapata mwangaza sasa hivi unakuwa mbali na mwangaza kila kizidi kwenda usiku na usubiri umeze sio unaumeza kwa hivyo walaili idha yakhsha na huko unapokuwa usiku sasa hivi jua linasubiri tu mwangaza anza kuzunguka upate nikuoneshe uwezo wangu na nguvu zangu za mwangaza wanahari idha tajalla inaonesha adhamati nini nuru yake ya mwangaza aliyojalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizi aya tunasoma walaili idha yakhsha na idha tajalla na aya nyinginezo zinatupa maana kubwa sana kwa hivyo yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar ngeuza yukawiru nini tusema yuliju al-ilaj hina bimaana zaidi kusema kwamba nini ule usiku unapoingia kwenye mchana au yuliju an-nahara fi al-layl bimaana kwamba
ule usiku wako unapenya katika mchana, ikawa mchana unaunyang'anya baadhi ya usiku wake. Kwa kuwa ardhi inazunguka kwa muda masaa 24, hutoweza kupata ila kwa mara chache sana kwamba jua ni mchana na usiku kama masaa 12 na 12. Lazima moja unauchukua unauibia wenzake baadhi ya muda, na hasa iko baina shita na saif. Saif inakuwa nini? Mchana mrefu, sio usiku mdogo na kinyume chake shita siku za baridi, usiku mfupi, usiku mrefu, mchana mfupi, au bilaksi sijui Kwa hivyo ile kuingia usiku katika mchana, yuliju layla, unaingia usiku katika mchana, unavamiwa na mchana, ukachukua baadhi ya masaa 12 yake, ukaona kuna usiku masaa 14, mchana masaa 10, usiku masaa 13, mchana masaa 11, usiku masaa 15, mchana masaa 9, sio walaks wariju nahar fil. Kwa hivyo ilaji hapa kwa hikma, na kwa sababu ardhi yetu haijakaa ni lakini kama slanti hivi uko upande na mzunguko huu ndio unaosababisha nini? Ilaji al-layl fi an-nahar wa ilaji an-nahar fi al-layl. Yuliju al-layl fi an-nahar, anauingiza usiku fi an-nahar, katika mchana, wa yuliju an-nahara fi al-layl, na anauingiza mchana katika usiku, ili papatikane nini? Papatikane kwa mujibu anavyotaka Mwenyezi Mungu, hali ya hewa kuburudisha, isibakie joto sana na joto baridi, sio baridi sana ikaleta joto kwa mchana, ili ardhi patikane tofauti ya usiku na mchana kwa ajili ya kutofautisha temperature. La ungelibakia mfululizo usiku, mengi tungelikosa. Hatuwezi kupata miti inayohitajia jua, kwa hivyo hakuna kuzaa kwa miti, hakuna kustahimili baridi yake, tuendelea. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا مجكم رجع إلى يوم القيامة من إله غير الله. ابن نبي منكو قال غير الله يأتيكم بالضياء. نعني لكم بيني وان كذا أفلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله. لا إله إلا الله. من إله غير الله. لا إله إلا الله. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمتي أن جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. katika rehema zake. Kwa hivyo inshallah tutasoma hapa kwa leo, tuendelea aya 13 kesho. هذا والله أعلم.